Yes, mambo vipi mwanafamilia wa DNA TV? I hope kwamba utakuwa poa kabisa, na leo tuko na malaika wa Simba hapa. Leo tunazungumzia kuhusiana na mastori ya Simba na mambo ambayo yameweza kutokea. Bwana, klabu ya Simba imesafiri imeelekea Tunisia. Vipi, unahisi ushindi utapatikana? Nikiwa kama malaika sasa, na hapa nazungumza kwa mamlaka ya malaika wa Simba. Malaika ni nani? Basi Mungu ndiye anayejua mamlaka ya malaika. Kwa hiyo nazungumza kama malaika wa Simba. Tumesafiri kwenda za Tunis, tunacheza na Esperance za Tunis. Timu ambayo kwamba inafanana na jina la taifa lao. Sawa? Kwa hiyo na mchezo wetu ni Jumamosi. Kesho kutwa tu hapa, sio mbali. Tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuiaibisha taifa. Simba mchezo wa tatu tunaenda kufungwa tena. Hatuna tumaini wala tumaini moja kusema kwamba Simba tunaweza kutoa hata sare. Mchezo wetu wa kesho kutwa wa Jumamosi tunaenda kufungwa na the Tunis. Sawa, tunarudi nyumbani tukiwa tunaendelea kupata maumivu. Sasa malaika, mbona kama umekata tamaa mapema sana? Hii ni kwa nini sasa? Ni kwa sababu ya viongozi. Nimekata tamaa kwa sababu ya viongozi, kwa sababu ya mwenendo mbaya wa klabu ya Simba na mwenendo mbaya wa viongozi wa Simba. Mimi sioni kama kwamba viongozi wa Simba eti wanaitakia mema klabu ya Simba, wanaitakia mema kwamba Simba iendelee kung'aa. Sioni. Kama unaona wanafanya mabadilishano, maana haya mabadilishano tunawatoa vijana tunawaingiza wazee, unategemea nini? Tunawauza wachezaji, tunawachukua potelea mbali, tunamtoa afadhali tunamrudisha potelea mbali, unategemea nini? Leo hii Kratos Chama amerudi katika klabu ya Simba. Maskini ya Mungu, waandishi na Watanzania na wana Simba wote wanaumia. Yaani mashabiki wa Simba tunaumia. Yule mchezaji ambaye viongozi hawa kina Mangungu wakishirikiana kina Twageni walituambia kwamba Kratos Chama ndiye sababu ya kufanya Simba tusipate mafanikio, tusiingie nusu finali na finali ya ubingwa. Kratos Chama alituambia kina Mangungu pamoja akina Ahmed Ally kwamba Kratos Chama hana uwezo wa kutufanya sisi msimu ujao tukafikia malengo. Na hiyo video Ahmed Ally ipo. Leo hii tukamuuza akatoka kaenda Yanga Africa. Walisema lile ni duka ambalo kila mmoja anafanyaje, anaingia. Duka lile tulolitoa, maskini ya Mungu. Sijajua viongozi wa Simba wanakiwaza ni nini, ila kwa namna wa usajili wa Kratos Chama ndipo wananithibitishia kwamba viongozi wa Simba wazo lao kubwa ni kuendelea kuiangamiza klabu ya Simba. Hawana kingine. Kwa hiyo unataka kutuhakikishia kwamba Simba wamesafiri, wamepoteza mafuta tu, hawezi kurudi na ushindi wote? Sio wamepoteza tu mafuta. Nina wasiwasi hata Moe labda kuna biashara zingine ambazo zinafanya tofauti na hizo ambazo tunazo sisi. Kwa sababu kuisafisha Simba kwenda Tunisia, kwenda kucheza mchezo wa tatu, kwenda kupata aibu, ni bora tusingeenda. Kama tunawachukua akina Kibabage, ameachwa na Yanga, kaachwa na Singida, sisi tunamwona Kibabage ni mchezaji ambaye eti anaweza kutufikisha paka kwenye bustani ya Eden. Jamani, kweli viongozi wa Simba wako sahihi akili? Akina Mangungu kweli wako serious? Sio kwamba labda hawa wachezaji tuwape muda. Kwa mfano kama Chama data yake inambeba kulingana na mechi alizocheza na msaada wake kwenye timu. Kibabage tumpe muda tu kwamba tuone performance yake ndio tuweze kuongea. Kwa nini wewe unatabiri moja kwa moja kwamba hawa ni afadhali? Au wewe ndio ungekabidhiwa, ungekuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, Kratos Chama, wewe ungemrudisha? Inategemea na aliondoka kwa sababu ya uwezo mdogo, aliondoka vipi? Yaani hakuna kutegemeana. Ni mchezaji ambaye mara ya kwanza alikuwa Simba kacheza misimu mingapi? Almost misimu 5. Baadaye akasajiliwa kaenda Walabuni, akarudi na klabu ya Simba, tukamtoa tena kaenda Yanga Africa, alafu tena tunamrudisha tena, tayari ana miaka 36. Wewe kiongozi una akili timamu kweli?
Unaenda kumrudisha mchezaji ambaye ana miaka takriban 36. Mchezo wa mpira mguu ni mchezo wazi. Unaona sasa hivi vijana, sasa hivi mpira sio mpira wa vijana. Sawa? Na ndio maana leo hao akina Mangungu waenda kumsajili Gueye, ambaye Senegal wenyewe wamemwacha kwenye chani ya mwaka jana. Yule Gueye amecheza chani ya 2024. Baadaye wakamwona kwamba hii bidhaa hii imeshakwisha. Bidhaa imeisha. Wakaacha naye msimu wa mwaka jana 25, Gueye kaachwa. Lakini ukistaajabu ya Musa tutaendelea kuyaona kwenye klabu ya Simba. Tunaenda kuona kina Mangungu tena eti wanamwona Gueye yule yule ambaye kwamba ameachwa na Senegali, kaachwa na klabu ya kule yani Hispania, kaachwa na klabu yake. Tumemwona sini dhahabu. Hebu niambieni wa Tanzania. Lakini sasa wakati wewe unazungumza kwa uchungu, lakini kuna baadhi ya influencer wenzio wanaenjoy maisha na wanasema Mangungu ni kiongozi mzuri na inabidi aendelee kuwepo sana na bado ataendelea hapo kuwepo sana. Hii inakaaje? Au wewe una namna fulani ambavyo kuna namna labda wewe neema ile haikutembelei? Yani ukizungumza hiyo kauli unaweza kanitoa, yani kwamba unaweza kusema mimi hapa nikatoa machozi. Yani ukinitajia hao influencers hao ninaweza nikatoka machozi hapa alafu nikashindwa hata kufanya interview. Ni miongoni mwa kitu ambacho jana kimeniumiza, nimeshindwa hata kula chakula cha usiku. Maskini ya Mungu ni shahidi yangu. Ni kwa sababu baada kuona video Dr. Mo, yeye ndio alikuwa kielele wa kwanza kumpinga Mangungu, sema Mangungu anaiangamiza klabu ya Simba. GB64 juzi tukaongea kwamba viongozi wa Simba wanahujumu klabu ya Simba. Juzi tu, hata siku 5 hajafika. Lakini namuona pasi milioni. Siwezi kumzungumzia pasi milioni. Yeye yule ni mjumbe ndio. Yani miongoni mwa watu ambao mjumbe ndio ni pasi milioni. Lakini namuona Kisugu anapiga magoti eti anashukuru Clatous Chama, eti anamwambia kwamba naomba radhi Clatous Chama kama nilikukosea. Tumefikia Simba huko. Namuona mchungaji wa Simba jana wanaimba kumwimba Mangungu kwamba hakuna kiongozi kama Mangungu. Ninaweza nikazungumza vibaya alafu watu wakanifunga. Ninaweza nikazungumza vibaya watu wakanifunga. Lakini mashabiki wa Simba nchi mzima waone ujinga, upuuzi watu wa klabu ya Simba, influencers wa Simba namna ipi wanaungana pamoja na msafara Mangungu kwamba Mangungu ni bora, Simba iendelee kuteketea. Ingekuwa kama pendekezo langu, ningewaambia mashabiki wa Simba wa nchi mzima, huu ni muda wa kuweza kuwakataa akina Dr. Mo, kuwakataa akina GB64, kuwakataa akina Kisugu, kuwakataa wale wote ambao wanaungana. Unajua iko hivi, kuwa support akina Mangungu ni sawa unaisupport klabu ya Simba iendelee kuangamia. Yani kitendo chokifanya akina Dr. Mo jana, wamedhihirisha kabisa kumbe ni wao ni chawa ambao wanatumika na Mangungu, na ndio maana Mangungu anakuwa na jeuri. Yani jeuri ya Mangungu ipo kila kona. Anajua na chawa wake ambao nao pia na nguvu mitandaoni. Sasa wewe mwenyewe binafsi una ushawishi mkubwa kwenye mtandao. Basi washawishi wa Tanzania na wana Simba wawakatae wa influencer ambao wanasababisha timu ya Simba kuweza kupotea. Na ndio maana nikasema nashukuru waandishi, mmekuja kwa ajili ya kupata kila ambacho mimi kinachonikeleketa katika kumtima wangu. Sawa, kinanikeleketa kwa stage ambayo tumefikia sasa hivi. Klabu ya Simba tuna kila sababu. Niwaombe mashabiki, hasa mashabiki. Shabiki wa leo anakuwa kiongozi baadaye. Shabiki wa leo anakuwa mwanachama baadaye. Maana unaweza kuwa mwanachama lakini sio kwamba una hatimiliki ya klabu ya Simba. Na ndio maana ikawa ni taasisi ya watu. Sasa niwaombe mashabiki wa Simba, niwaombe sana popote pale mashabiki wa Simba, ili kuweza kuinusuru klabu ya Simba. Tuna kila sababu. Mimi kama malaika wa Simba natoa kama malaika wa Simba, tunaomba au mimi naomba munisupport, tuandamane. Maandamano. Hakuna njia pekee ya kuweza kufikisha ujumbe huu
au kuweza kuwafikisha. Unajua issue moja, tukikaa kimya wote hatutibu tatizo. Tatizo alitibiwa kwa ukimya, tatizo linatibiwa kwa kutumia dawa maalum. Kama dawa maalum hakuna, tumieni hata dawa feki, ili mradi tujue kwamba mgonjwa anatibiwa. Kwa hiyo mimi Malaika nasema, wa mashabiki wa Simba popote mlipo, matawi ya Simba yote nchi mzima, kama kweli muna mapenzi yaliyotukuka na klabu yetu ya Simba, tuna kila sababu ya kuingia mzigoni tukaandamana. Kwa hapo maandamano yataanzia wapi hadi wapi? Maandamano yako wazi. Maandamano ya nini? Maandamano ya amani. Maandamano haya ni ya amani. Maandamano haya yanahusu watu wa Simba tu. Lakini maandamano sasa yana ujumbe upi? Ujumbe maandamano ni viongozi tuliowapa dhamana, tuliowachagua akina Mangungu na wajumbe wake wale wanne, tuliowachagua kwamba hatuwataki wajiuzuru mapema. Yaani watii sheria bila shuruti. Watii sheria bila shuruti. Ujumbe wetu ni huo, kwamba hatumtaki Mangungu na pia tuwataki wajumbe wake wote watupishe, ili klabu ya Simba tumchague mwenyekiti mwingine. Na mimi nawaambia mashabiki kwamba maandamano yetu yanaanzia Kariakoo pale Msimbazi. Mwelekeo Masaki, makao makuu ya klabu ya Simba. Makao makuu ya Simba yako Masaki? Yes, ambayo ndio ofisi kubwa za Simba ziko Masaki. Kwa hiyo hiwe isiwe, na niwaombe sana tarehe 29 haya maandamano tuyafanye na tuhakikishe tunafaulu. Tusipofaulu, hakilai, mimi nawaambia yoyote atakanichukia nichukie tu, ile ninawaambia tutafungwa na Yanga mpaka Yesu arudi. Malaika umesema mwenyewe. Nasema hivi, tusipofanya maandamano ya kuwaondoa viongozi, na wanayepaswa kufanya maandamano ni sisi mashabiki. Tayari akina Dr. Mo tayari wameshajiondoa, wao tayari washakuwa ni watu ambao ni machawa. Na mashabiki mjua kabisa akina Dr. Mo machawa sio wa kwa support. Kwa hiyo mimi niwaombe mashabiki wote wenye moyo dhati, wanawake kwa wanaume, tufanyeni maandamano kuhakikisha kwamba Mangungu anatoka, tumchague mwenyekiti mwingine, ili Simba iweze kurudi katika hadhi yake. Sasa hivi Simba haina hadhi wala thamani. Haina hadhi wala thamani. Yaani sasa hivi hatuthaminiki. Sasa hivi tunaitwa wagawa utamu. Yaani kila kona ukipita wagawa utamu. Azam huyu anatufunga mara mbili. Azam huyu juzi kasale na Fountain Gate. Na mpira umechezewa. Na maana tuseme kwamba Fountain Gate ni bora zaidi kuliko Simba. Sio bora zaidi, mara 100. Yaani ukimweka Simba sasa hivi na ukimweka Fountain Gate, sawa. Fountain Gate ana mpira mzuri mno na anakuofa vitu vingi mno. Sio Simba. Kwa hiyo mashabiki, nakuja kusema mashabiki, tuna kila sababu tarehe 29 kuandamana kwenda kumuondoa Mangungu. Atake asitake. Mangungu anasema anasubiri aondolewe kwa utaratibu, lakini sio kwa maandamano. Shida ya Mangungu, yeye ni mwenyekiti lakini hatambui thamani ya mwenyekiti wake. Kama watu ambao wamempa zamana wanapiga makelele kuna jambo aliko sawa, yeye ametulia tu, manake nini? Lakini nyie mnaopiga kelele hapo juu kuna viongozi ambao wanawakilisha, ikiwepo Mo mwenyewe mwekezaji, lakini pia na ile bodi ya wakurugenzi, ile yote inawakilisheni nyinyi. Ile kwa nini yenyewe haijapiga kelele, na huenda yenyewe naona iko safi, nyinyi mashabiki mnapiga kelele wakati wao ndo watendaji? Hii inakaje? Unajua kuna wakati ukifika baba ukikosea, huwa siku zote utamani kwamba mtoto wako akwambia baba umekosea. Na mtoto akisema umekosea, maana mtoto amekosea. Yaani sio baba umekosea, mtoto amekosea, unamwadhibu. Ndio kinachoendelea kwenye klabu ya Simba. Yaani kwa sababu viongozi wa Simba akina Mangungu na hao akina wageni wote akina Magori, wao kwa sababu ndio baba. Sawa, sisi ni watoto. Wao wamekosea, lakini tunavyoelekeza tunakaa kama sisi ndio tuna makosa. Yaani kibao kinageuka. Lakini uongozi wa upande wa wawekezaji nao pia una changamoto, kwa sababu tumemsikia Magori anasema kwamba tulipewa fursa ya kusema siku ya mkutano wa tarehe 30 ambao uliopita wanachama.
Sasa hii kauli ya Magoli aliyosema, maana sio yeye, maana hiyo ni kauli ya Mheshimiwa Mo, kwa sababu Magoli yupo ni upande wa bodi. Kwa hiyo kama Magoli anasema hivyo, maana yake kwamba anatuambia sisi wanachama na pia mashabiki tunapiga makelele kwamba tulipewa fursa kuongea, alafu hatukuongea kwenye kao. Kwa maana yake tukae kwa kutulia. Mwenendo wa Simba unavyozidi kwenda, tukae kwa kutulia. Ina maana viongozi wameshakubaliana waache Simba iendelee kwenda mwendo mbaya huu. Mimi kama Malaika niseme waache waishi, lakini hawataishi milele. Waache watuumize, waache watuue, lakini kuna watu watabaki. Ila watambue tu kwamba tunaishi tunakufa wote, na klabu ya Simba ni taasisi ya watu. Jeuri kibya hawapaswi kuwa na jeuri na kibya kiasi hicho. Wanatumiza sisi blaza. Mimi kuna wakati naumia mpaka anasema kwamba hakuna nani atakayenisaidia. Natamani msaada. Natamani msaada kwa mashabiki. Ikiwezekana wanisaidie. Tuikomboe Simba yetu. Simba sasa hivi imeingia kwenye mikono ya mabeberu. Yaani tumeingia kwenye mdomo wa mamba. Huyu mwenyekiti Mangungu huyu hakichunguza zaidi. Wallahi mimi naambia ni kabisa. Serious kabisa. Hakichunguza zaidi, huyu atakuwa na ubia na Yanga. Na mimi narudia kusema, huyu Mangungu akichunguza zaidi, lazima huyu atakuwa na ubia na klabu ya Yanga. Kwamba Mangungu anashirikiana na Yanga kuihujumu Simba. Alikamwe juzi aliongea kabla hata golikipa kuingia. Alisema kuna golikipa anakuja kutoka nchi fulani. Kwa hiyo bado shida ya Simba ziko zile zile. Bado siri zinaendelea kuvuja. Sasa kama siri zinavuja, nani anayevujisha siri? Ahmed Ally na pia sasa hivi kutoka mbao. Anaongea anavyojisikia yeye, kama anavyoongea Mangungu. Yaani Ahmed Ally sasa hivi amekuwa yeye ndio Simba ndo yake. Lakini yule kazi yake ni kuongea, yeye kazi yake ni kuhakikisha klabu ya Simba anaweka mahala pazuri kwenye upande wa kimitandao. Hawezi akaanza kuiponda Simba aanze kuongelea nani. Yeye inakuaje hivyo unaposema? Juzi baada ya mechi kumalizika pale hapa Samuya. Tunatoa sare. Yeye anaojiwa anasema kwa mshabiki mwenye moyo mdogo hasije uwanjani. Hiyo kauli ya kuongea msemaji. Haya mamlaka kampa nani? Anavyosema kwa mshabiki mwenye moyo mdogo, anajua mashabiki wangapi ambao wana moyo mdogo. Je, mashabiki wakisema waje uwanjani, nani yani asala kwa nani? Yeye huo mshahara ambao anaopokea kwa ajili ya nini? Sio mashabiki. Maingizo ya mashabiki. Maingizo ya wanachama. Sasa Simba mashabiki wasema hatuendi uwanjani. Mzaburi gani ambaye atabaki kwenye klabu ya Simba? Akaje wote wataondoka hao. Akaniambia wote wataondoka hao.